makofi. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amina. Nikukaribishe tena kwenye ibada yetu ya siku ya leo. Ninamshukuru Mungu kwa neema hii tena ambayo ameweza kunipatia kuweza kusimama mbele yako mtakatifu wa Mungu na kuweza kushirikisha neno la Mungu asubuhi na njema ya leo. Kwa hiyo karibu, tunaendelea na siku 40 za udhihirisho wa Roho Mtakatifu na nguvu zake. Bwana siweza. Na nina uhakika kwamba ibada leo tena Roho Mtakatifu anakwenda kujidhihirisha kwenye maisha yako, anakwenda kufungua maisha yako, lakini pia anakwenda kukupeleka viwango vingine katika maisha yako. Bwana siweza. Naomba fungua Biblia yako kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Tutasoma ile sura ya kwanza. Tutaanzia mstari wa 2 mpaka wa 8. Fungua nami kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza, tusome mstari wa 2 mpaka wa 8. Ninasoma katika jina la Yesu. Hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huo ndipo unaporudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majina Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi. Naomba niongeze na andiko lingine, Matendo ya Mitume sura ya 2, kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 4. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4 nasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja, kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Baba, ninakutukuza Mfalme kwa ajili ya neema hii ambayo umenipatia Bwana. Ninaomba Roho Mtakatifu nipe neema kusema kile ambacho umekusudia Mfalme, kwa utukufu wa jina lako. Naomba Mungu aliye hai uweke neno lako moyoni mwangu, na Mungu aliye hai roho ya uwezo na nguvu ikajidhihirishe katika jina la Yesu. Naomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jumapili tulikuwa na somo zuri ambalo linazungumzia juu ya kunena kwa lugha. Bwana asifiwe sana. Na nikazungumza kidogo kwamba kunena kwa lugha ilikuwa ni ishara ya ndani inayoonyesha kilichotokea siku ile ya Pentekoste baada ya Roho Mtakatifu kuwashukia wanafunzi wake. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa siku ya leo Mungu amenipa somo kichwa cha ujumbe kinachosema nguvu. Andika hivyo hivyo tu, nguvu. Bwana asifiwe.
nguvu. Kwenye maandiko ambayo nimeyasoma, hasa ile Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8, tumeona mazungumzo ambayo Yesu alikuwa akiyafanya na wanafunzi wake siku za mwishoni kabisa, kabla Yesu hajapaa kwenda mbinguni. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema akawa anawaambia kwamba siku zote baada ya kuzikwa akafufuka, siku zile 40 alizokuwepo duniani akiwatokea wanafunzi, alikuwa akinena mambo yaliyohusu ufalme. Haleluya. Lakini pamoja na hayo, maandiko yanasema wanafunzi wa Yesu wanamuuliza swali, wanamwambia, Bwana, wakati huu ndipo unaporejeshia Israeli ufalme? Haleluya. Sasa wakati na tafakari, nikajiuliza maswali. Wamekaa na Yesu, Yesu huyu anawahadithia habari za mambo ya ufalme, lakini bado wanamuuliza swali linahusisha mambo ya nini? Ya ufalme. Bwana asifiwe sana. Nikagundua kitu kikubwa kwamba pamoja na Yesu kujaribu kuwafundisha habari za ufalme, ni kama bado walikuwa hawajamuelewa nini alikuwa anamaanisha anapozungumzia ufalme. Haleluya. Na ndiyo maana akawaambia, si kazi yenu kujua mambo yaliyo katika mamlaka ya Mungu mwenyewe, lakini mtapokea nguvu. Hii nguvu ilikuwa ni majibu kwao. Yaani maana yake ni kusema ya kwamba hii nguvu anayowaambia wataipokea ilibeba maswali ya majibu yote ambayo walikuwa wanajiuliza kuhusu nini maana ya ufalme, kwa sababu walijua ya kwamba Yesu Kristo amekuja kutawala hapa duniani. Halo. Na ndiyo maana wao fikira zao zote walijua kwamba Yesu Kristo lengo lake kubwa ni kuwarejeshia ufalme ambao wana wa Israeli walitamani wajitawale kutoka kwenye utumwa au utawala wa Kirumi. Lakini kumbe Yesu anapozungumzia swala la ufalme hakumaanisha ufalme wa dunia hii, alimaanisha ni ufalme wa mbinguni ambao yeye alikuwa na waahidi kwamba, sikilizeni, mimi hapa shughuli yangu sio ufalme wa dunia hii. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu hiyo alikuwa anajaribu kuelezea kwamba tunaposema ufalme lazima waelewe, kwa sababu ufalme, Bwana asifiwe sana, tunaposema ufalme wa mbinguni tunamaanisha ni utamaduni wa Mungu
kuishi tunavyotaka. Bwana asifiwe sana. Hata leo hii ukienda Marekani huwezi kupeleka sheria zako za Tanzania Marekani. Kule wana utaratibu wao. Kwa hiyo huku pia kwenye ufalme, maana yake Mungu alikuwa anatambulisha kwamba huu ufalme nao una maisha yake. Bwana asifiwe sana. Na wanaoishi kwenye ufalme kuna namna ambavyo wana utamaduni, ukiwaangalia utagundua kwamba wanafanana kidogo na ufalme. Haleluya. Bwana sifiwe. Na ndiyo maana nikasema kitu kimoja kwamba wakati Adamu alipotenda dhambi, tunaona kitu cha kwanza kilichoondoka ni ufalme. Neno ufalme, kuna maisha Adamu aliumbiwa katika roho, huo ufalme ndio alipoteza. Na ufalme mwenyewe maana yake cha kwanza alipoteza uhusiano binafsi na Mungu, lakini pia alipoteza ushirika na Roho Mtakatifu. Bwana sifiwe sana. Kwa tunapozungumzia ufalme, lazima tujue kwamba ni Mungu mwenyewe kuleta utamaduni wake kwa watu wake, lakini utamaduni huo ukiwa unasimamiwa na Roho Mtakatifu. Bwana sifiwe sana. Ndiyo maana tukasema unaposikia Roho Mtakatifu, maana yake ni amebeba ufalme, na ufalme anaobeba ni ufalme wa mbinguni, ambao ufalme akiingia ndani yako, kuna aina ya utamaduni wa maisha atataka ubadilike. Halo, kumbuka wakati dhambi imeingia, tunaona Adamu alipotenda dhambi, ndiyo mwanzo wa mwanadamu kupoteza ufalme, na kuna maisha mengine ndani ya mwanadamu yaliendelea. Haleluya. Tunaona baadaye maandiko yanasema Adamu na Eva wakapata watoto. Haleluya. Zamani kulikuwa kuna dhambi. Kabla Adamu hajatenda dhambi, waliishi katika amani. Lakini ghafla tunaona Adamu na Eva walipopata wale watoto, maandiko yanasema kwamba Kaini na Habili, tunaona roho ya uuaji, roho ya wivu inaanza kuingia, kwa sababu wamepoteza ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na ndiyo maana hata leo kama mwanadamu hana ufalme wa Mungu, uwe na uhakika kuna ufalme mwingine unakaa ndani yake. Hello. Nafikiri hivyo tutasoma kitabu cha Wagalatia ile sura ya 5. Anasema kuna kitu kimeitwa matendo ya mwili. Baada ya dhambi ndio tunaona mwanadamu alipopoteza ufalme, tunaona ghafla mwanadamu huyo aliyekuwa mzuri, maandiko yanasema kwamba ufalme wa shetani ukaingia ndani yake, na shetani naye akaanza kupromoti maisha yake kwa watu. Cha kwanza anasema, kwa maana matendo ya mwili ni haya. Anasema ya kwanza, anasema uasherati.
sura ya Mungu ndani ya watoto wa Mungu, ambayo hata kama kuna vipawa ndani yako, unanena kwa lugha, bado kuna sura ya Mungu tunaiona ndani ya mtoto wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata mimi najiuliza maswali. Yaani kwa mfano tu, huyu mtu ni mwasherati. Huyu mtu anafanya uchafu ovyo, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, faraka, wivu, ugomvi, fitina, husuda, kijicho. Hivi tumweke kwenye kundi la ufalme wa Mungu au ufalme wa nani? Usinijibu. Wewe tulia hivyo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza kuanza kuona picha kwamba kumbe kila ufalme una product zake ambazo ukiziona ndani ya mtu huwezi kujiuliza kwamba hivi huyu anaishi kwenye ufalme huu au huu. Yaani kuna vitu kiviona wala usiulize nini? Maswali. Bwana asifiwe sana. Lakini tunaona huyu Roho Mtakatifu, Bwana asifiwe sana, naye pia aliposhuka, maana yake alikuwa analeta utamaduni wa mbinguni duniani. Haleluya. Anataka wale wote watakaomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao waweze kupata Roho Mtakatifu ambaye kazi yake ni kuwaongoza kwenye kuishi maisha ya mbinguni wakiwa wapi? Duniani. Haleluya. Ambayo Biblia inasema upendo. Haleluya. Yaani watu wakikuangalia, upendo, furaha, amani, utu wema, fadhili, uaminifu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Sio leo hii hata kwenye ndoa unapiga mchepuko kidogo, halafu nakuja kwa mke wako unafuta, yaani kama vile hujafanya kitu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndio sikiza kwambie, tunaposema uaminifu, maana yake ni kwenye maeneo yote ya maisha yetu. Lazima tujifunze uaminifu. Kama ni kwenye ndoa, uwe mwaminifu. Bwana asifiwe sana. Kama ni kijana, uwe mwaminifu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ili kusudi watu wakituangalia na Roho Mtakatifu tuliye naye wasiwe na sababu ya kujiuliza kwamba hivi huyu aliye naye ni mfalme au ni mwingine. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hiyo tunaona siku ya Pentekoste Roho Mtakatifu aliposhuka ilikuwa ni ishara ya kwamba ufalme wa Mungu umerejea duniani. Haleluya. Ufalme wa Mungu umerejea duniani. Na wale wote ambao watakumbali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, maana yake wanaingia kwenye mifumo ya kifalme. Bwana asifiwe sana. Jamani, rais wa nchi ya Tanzania akipita sehemu, ulinzi unakuwepo hauwepo? Na kwa taarifa yako, haombi sheria za nchi lazima zimlinde mfalme. Bwana asifiwe sana. Maana yake na wewe pia unapoingia kwenye ufalme huu ukaanza kuishi maisha ya ufalme, wala hata ulinzi sio jukumu lako. Mbingu zinahusika kukulinda wewe, kulinda kazi yako, kulinda ndoa yako. Hata kama umelala fofofo, mbingu zinahusika. Unajua hii ya kukemea muda mwingi sana unasikia paka juu, toka
yetu. Kwa hiyo ukitembea, anatembea Mungu wapi? Duniani. Bwana asifiwe sana. Najiuliza maswali. Sikiliza. Ndio maana ukisoma kwenye Mwanzo utakumbuka Adamu kabla ya tenda dhambi, Mungu alimpa hali ya kufanana naye. Na Mungu aliangalia. Mungu akamwambia, sikiliza Adamu, tumekuumba hata hawa wanyama wote hawa wape majina mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Hivi Adamu alivyosema huyu ni simba, wewe ukimwangalia simba alikosea? Haleluya. Adamu alivyosema huyu ni kitimoto, nguruwe samani, ukimwangalia nguruwe unaona alikosea? Bwana asifiwe sana. Yaani ndani yake roho ilipokuwepo ndani yake alikuwa atamka vitu vinatokea. Akitamka vitu vinatokea. Haya. Aliposema huyu ni mbwa alikosea? Baba niangalia. Bwana. Haleluya. Aliposema huyu ni sungura hakosea. Anaongeza na kondoo hajakosea. Na mbuzi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mwanadamu alikuwa ameumbwa kwa namna ya ajabu sana. Na ndio maana mwanadamu, angalia, Adamu alipotenda dhambi, Maandiko yanasema akajiona kama yuko uchi. Maana yake utukufu wa Mungu umeondoka. Na utukufu wa Mungu maana yake ni Roho Mtakatifu ndani yake ameondoka. Kwa hiyo Yesu anapokuja kwenye kuzungumzia ufalme, anaonyesha kabisa ya kwamba mwakilishi wa ufalme wa Mungu duniani anaitwa Roho Mtakatifu, na ukimpokea huyo tayari ufalme umeingia ndani yako. Bwana asifiwe sana. Nimesema kichwa cha ujumbe nguvu. Sasa hebu tuangalie hii nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo walijazwa. Nazungumzia kwa sababu gani? Kuna wengine ukisema siku ya Pentekoste ukaja kama uvumi wa upepo. Unajua upepo ndio Roho Mtakatifu hapa. Roho Mtakatifu ni nafsi hai. Haleluya. Haina mwili tu, ila anaweza kuongoza, anaweza kuongea, anaweza kuhuzunika, anaweza kusikitika. Bwana asifiwe sana. Ndiyo maana ukitenda dhambi mbele za Mungu unasikia taa nyekundu kundani inakwambia ulichokifanya sio sahihi. Haleluya. Kwa sababu anaugua. Ulikuwa na furaha ghafla furaha katika, ulikuwa na amani naondoka, kumbe Roho Mtakatifu anakuambia umekosea mbele za Mungu aliye hai. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunaposema Roho Mtakatifu ndiye mwakilishi wa ufalme wa Mungu duniani. Kwa hizi zingine, kwa mfano nguvu sio Roho Mtakatifu. Nguvu ambayo ilishuka walivikwa wanafunzi wa Yesu siku ya Pentekoste ilikuwa ni udhihirisho wa kile pia kilichotokea ndani yao, lakini ikiwakilisha kwamba kuanzia sasa Roho Mtakatifu ameachilia nguvu zake ili kusudi karama, vipawa vilivyowekwa ndani yao, ule utajiri aliyokuwa nao Adamu wa kutawala mazingira, wakaisha wakitamka vitu vinatokea, anahakikisha ufalme unajengwa ili kusudi viweze kuingia katika maisha yao. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu sio nguvu, ila kiingia ndani yako anaso nguvu. Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu sio maji, ila kiingia ndani yako anafanishwa nini na maji. Kwa nini? Cha kwanza anakutakasa. Bwana asifiwe sana. Cha pili anaondoa kila nini ya dhambi. Cha tatu anatuburudisha wakati wa mapito magumu. Haleluya. Ziko nyakati hata faraja za wanadamu hazikutoshi, lakini Roho Mtakatifu anakuburudisha, anakupa furaha, anakupa amani mpaka unahisi kwamba sina
umezaliwa nacho. Bwana sasa, yaani kuna gift ambayo unapewa na Mungu inaitwa kipawa. Lakini Roho anapokuja ndani yako anakuja na karama. Ijapo pia hivyo vitu viachani. Ile karama ambayo Mungu ameweka ndani yako wakati unazaliwa, unaumbwa kwenye tumbo la mama yako, inapata nguvu zaidi, inafanya kazi zaidi kwenye ufalme wa Mungu. Bwana sasa, kwa sababu hiyo, hebu tuangalie hii nguvu ya Roho Mtakatifu waliojazwa wanafunzi wa Yesu, ambao na sisi pia tumeahidiwa kwamba na nyinyi pia ahadi hii ni kwa ajili yenu, watoto wenu walioko mbali na wote watakaoitwa kwa Mungu mjie. Hiyo nguvu inapoingia ndani yetu inafanya nini? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Namba moja, mambo ambayo hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu au matokeo ya nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Jambo la kwanza, hii nguvu inaachilia utendaji wa karama za Roho Mtakatifu ndani ya mwamini. Bwana asifiwe sana. Na ndiyo maana lengo la Yesu Kristo kuachilia Roho Mtakatifu kwa wanafunzi wake ilikuwa ni kuwasaidia ili kusudi zile karama ambazo zimetoka kwa Mungu ziweze kuhusika kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa naposema hivi, maana siku ya leo unapokwenda kujazwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ataachilia vipawa, ataachilia karama ndani yako, lakini lengo la hiyo karama sio upashe kiti siku zote. Haleluya. Anataka hiyo karama, hizo karama na majani yako ziweze kuhakikisha zinajenga ufalme wa Mungu. Ndiyo maana wanafunzi wa Yesu walipojazwa Roho Mtakatifu na nguvu zake hawakukaa kwenye viti. Andika andiko Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4 mpaka 11. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 4, sura 12 4 mpaka 11. Sura pale kidogo. Anasema, basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja upewa ufunuo kwa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule, mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya muujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, mwingine kutafasiri lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama vipendavyo yeye. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo maana yake Roho Mtakatifu anapokuja ndani yako na nguvu zake, kazi yake ya kwanza ni kuachilia karama ndani yako ili kusudi mwili wa Kristo ujengwe. Haleluya. Kwa Mungu anapokupa karama, lengo ni moja tu, anataka utumike. Halo. Anataka ndani ya nyumba ya Mungu kila mmoja changamke, afanye kazi ya Mungu. Uliitwa kuhubiri, hubiri. Uliitwa na mchungaji, uchunge. Kama Mungu amekuita masaidiano, ufanye. Eneo lote Mungu anataka kila mmoja aweze kutumika meza nani za Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa lengo la Roho Mtakatifu kutujaza nguvu zake, na Roho wake Mtakatifu sio anatujaza tu tukae hapa, hapana. Anataka kila mmoja achakalike kwa kipawa, kwa karama ulizojaliwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Muulize mwenzako, mwenzangu unafanya nini wewe? Haleluya. Hicho ulicho nacho watu wanakitaka. Hello. Bwana
Bwana sasa. Hebu tuangalie alimalizia kuimba, mmemwona? Angekaa zake nyumbani akatulia na nyimbo zake, tungefurahia yeye? Hapana. Bwana sasa. Kwa hiyo na wewe pia hapo ulipo una vitu vikubwa ambavyo Mungu ameweka ndani yako, anataka utakapojazwa Roho Mtakatifu na nguvu zake, anataka pia na wewe uchukue hatua ndani ya nyumba ya Mungu, uwe na cha kufanya, uwe na cha kufanya, uwe na cha kufanya. Haleluya. Wenzako tunataka huduma yako. Bwana sifiwe. Tunataka huduma yako. Sasa mbona unatunyima? Bwana sifiwe sana. Huduma yako ambayo Bwana amekupa kumtumikia nani? Mungu aliye hai. Kwa hiyo tunapokwenda kujaza Roho Mtakatifu, Mungu anataka aone utayari. Kwani kule swali, hivi kanisa zima wangapi wangetamani kujaa upako wa Roho Mtakatifu? Nyosha mkono. Piga makofi kwa ajili yako. Kanisa zima linahitaji kujaa Roho Mtakatifu na nguvu zake. Haya, swali la pili, unataka uzifanyie nini? Ulie ugali? Upike ubwabwa? Haleluya. Bwana siwe sana. Kwa sababu lazima ujue Roho Mtakatifu ni wa haki. Anataka kiona ndani yako kwamba ni kweli kabisa unataka ujazwe Roho Mtakatifu na nguvu zake. Lakini za nini? Za kulala wiki nzima nyumbani? Bwana pesa. Kwa sababu lazima tujue agizo moja kubwa la Yesu ni enendeni ulimwenguni mote mkahubiri habari njema kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka. Sasa tukibakia tu kanisani, repa sakataya mando rokosianda, haleluya, lazima tushiriki Injili, iwe kwa kufanya, iwe kwa kutoa fedha zako. Kama Mungu amekubariki, kama uwezi kwenda, toa fedha. Haleluya. Unajua kuna wengine wanasema, unajua mimi kuhubiri siwezi, kuongea siwezi. Basi toa fedha zako sasa. Bwana pesa. Maana muda wako umebana. Hello. Uwezi kwenda na sisi, uwezi kwenda wangirisi. Sasa basi na wewe pia chukua fungu lako, ili Bwana akiangalia maisha yako aone yameambatanishwa na kusudi la Mungu na kuleta watu kwenye ufalme wa Mungu. Bwana pesa. Mungu amekubariki. Haleluya. Mungu amekubariki. Una hela. Biblia inasema wataendaje wasipopelekwa? Bwana sasa, wao watahubiriwaje pasipo mhubiri? Tukisema leo hii tumejazwa Roho, tunene kwa lugha tu kanisani ili tuongezeke? Ndio maana nikasema Roho Mtakatifu aliposhuka, maana nasema uvumi kama uvumi wa upepo, ukiashiria kwamba sasa Injili inataka iende kwa kasi, inataka iende kwa kasi, maana watu wakufa kwenye dhambi. Injili iende kwa kasi. Kwa hiyo Nazareti, LPCT lazima tukubali, tukitaka tuwe na Roho Mtakatifu lazima tutekeleze agizo kuu la kuhakikisha watu wanakuja kwenye ufalme. Amen. Kwa hiyo ni wazi sana. Yaani Mungu, kwa nini siku za leo hali ya makanisa mengi yamekaukiwa na uwepo wa Roho Mtakatifu? Haleluya. Hawafanyi nilichowatuma. Amen. Sasa akaniambia swali, mnataka nguvu za nini? Ningeuka pembeni za Mungu tuseme. Mnataka upako wa nini? Mheshimiwa, unataka upako wa nini? Sikiliza, Roho Mtakatifu anataka aachilie upako na nguvu zake kwa watu ambao
Mungu liwe na mamlaka ndani yako. Bwana sasa, nguvu ya Roho Mtakatifu inafanya neno la Mungu liwe na mamlaka ndani yako. Fungua nami, ingia Luka sura ya 32. Luka sura ya 4 na ule mstari wa 32. Anasema Luka 4:32, anasema wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa kuwa neno lake lilikuwa na uwezo. Lilikuwa na uwezo. Huyu ni Yesu Kristo, ametoka kwenye maombi ya siku 40. Maandiko yanasema ya kwamba ndani yake amebeba kusudi la Mungu na wengine kuokolewa. Biblia inasema alipotoka kwenye maombi ya siku 40 akarudi kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Sasa angalia kilichotokea. Maandiko yanasema akaingia kwenye sinagogi. Hello? Sasa anasema kwa sababu neno lake lilikuwa na nguvu. Maana yake ni kusema kama ndani yako huna nguvu za Roho Mtakatifu, shetani haogopi maneno tupu. Kwa taarifa yako, kuna watu leo wamejaza Biblia moyoni, akikusomea mistari kama unachanganyikiwa, lakini bado dhambi inampiga. Haleluya. Bado hata akisema kapepo katoki kanamshangaa. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nini? Ndani yake, haleluya, hakuna nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Na ndio mnaangalia kwenye Waebrania sura ya 4, ule mstari wa 10 unasemaje? Kwa maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Lakini lazima uelewe ili neno la Mungu ili uweze kupata nguvu, halipati nguvu juu. Lazima kwanza ujazwe Roho Mtakatifu na nguvu zake. Ukifyatua neno, kuzimu najua kuna mtu kaongea. Haleluya. Majini yanajua kuna mtu ameongea. Na una uhakika. Bwana sasa, ndio maana siku za leo angalia shetani ndio kwa mjani. Anajua nguvu ya neno ndani yetu. Leo hii anatumia maisha yetu kutukipubize kwenye mambo mengi ili kusudi ndani yetu tuwe watupu. Yaani leo mtu anashinda kwenye mtandao wiki nzima, lakini hujashika Biblia kama hii. Alafu unataka upako, ukitamka neno, wewe ugonjwa ondoka, uondoke. Neno liko wapi? Bwana sasa, kumbuka wakati Roho Mtakatifu anatuma kwa Bikira Maria, maandiko yanasema anamwambia salamu zote malaika. Maria anasema litakuwaje neno hili? Neno hili maana yake ni kweli kabisa, neno limekuja, lakini neno ili liweze kuvaa mwili, linahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio maana tunamwambia nguvu za aliye juu zitakufunika, na kitakachozaliwa ndani yako kitakuwa kitakatifu. Kwa sababu gani? Ya nguvu ya Roho Mtakatifu na neno. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Lazima tujae neno. Siku za leo ni rahisi kukaa kwenye umbea masaa mawili, lakini siwezi kutafakari neno kwa pamoja. Siku za leo sio kukuta vikundi vya watu wawili watatu wamekaa kanisani hapa, wanasema hivi neno linasemaje? Nimekuwa nadra. Bwana asifiwe. Sasa hivi habari za mtandao leo imeingia nini? Sikatai, ni jambo zuri, lakini tuwekeze muda kwenye neno la Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana sikiliza, hata kunena kwa lugha, hata ukijazwa Roho Mtakatifu bila
usome. Huyo roho atakuja wapi sasa? Hello? Pointi ya tatu ya mwisho. Kusudi la Roho Mtakatifu na nguvu zake kuja siku ya Pentekoste ilikuwa ni kwa ajili ya utendaji wa ishara na miujiza kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Halo. Maana yake ukijazwa Roho Mtakatifu na nguvu zake, uwe na uhakika ataanza kukutumia kwenye ishara na miujiza. Bwana asifiwe sana. Unaweza katika Matendo ya Mitume sura ya 2:3 tunaona Petro baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, tunaona anamponya aliyekuwa kiwete. Maandiko yanasema toka kuzaliwa. Haleluya. Yule Petro alikuwa mwoga, alikuwa dhaifu, lakini alipojazwa Roho Mtakatifu na nguvu zake, kwanza alianza kutandika Injili, wakaokoka watu 3,000 ghafla, lakini baadaye Roho Mtakatifu akaanza kumtumia kwenye ishara na miujiza. Kanisa, tukitaka tuone mambo makubwa yakitendeka kanisani kwetu, kwenye maisha yetu, lazima tujae Roho Mtakatifu na nguvu zake, ili kusudi tuone miujiza ikitendeka. Na wana uhakika Yesu mwenyewe alipotenda miujiza, maandiko yanasema habari zake zikaenea kote kote. Haleluya. Tutatumia nguvu kidogo kujitangaza, maana miujiza itakuwa wazi wazi kupitia wewe mtaani, hapa kanisani. Lakini tusipokuwa na muda wa kuhakikisha kwamba tumejaa Roho Mtakatifu, uwe na uhakika tunaweza kutembea kwenye maisha yasiyo na miujiza. Bwana asifiwe sana. Asubuhi ya leo inawezekana kwa mahali hapa unasema nina kiu ya kujazwa Roho Mtakatifu na nguvu zake, na niko tayari karama zitende kwenye maisha yangu. Niko tayari na mimi niweze kushughulikia ufalme wa giza. Haya majini, haya mapepo, lazima kuanzia sasa niashughulikie. Kuna kakisa kamoja kazungumza kuhusu wana wa Sekewa. Bwana asifiwe sana. Wale Biblia wataja walikuwa ni kama waaguzi. Haleluya. Sasa siku wakawa nasikia kwamba Paulo anatoa pepo kwa jina la Yesu. Halo. Sasa na wao wakataka kufanya mfano. Sema mfano. Yaani mganga anataka kutoa pepo kwa jina nani? Kuna kitu. Haleluya. Yaani mzinzi anataka kutoa pepo kwa jina nani? Hello. Bwana Yesu. Maandiko yanasema wale jamaa wakajipanga pale. Sio kwa 3 sio pale. Wakasema leo ule mtindo wa kupiga manyanga leo tuache. Hello. Leo tutumie na sisi Paulo tunafanyaga. Na Yesu tumesikia habari zake akisema toka. Inafanyaje? Na sisi leo tunataka tujaribu tutest mtambo. Haleluya. Wakatest mtambo. Wakasema haya, tuanze. Toka kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo. Toka kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Askofu Michael. Ikamcheki. Sasa mbona Michael tunamjua? Ila mbona wewe network yako haisomi? Wewe mwenyewe unatoka hiyo hapo unatoka wapi? Sasa yaani anajaribu kuamuru, lakini jamaa anamcheki tu. Mwenzetu wewe network haisomi. Mtandao na utumia na wasio. Sasa wewe hii tukusaidie. Ngoja tukushughulikie kidogo. Basi wasema yale majamaa akasema nikamwambia jamaa tujue. Sasa nikafura. Niliweza. Ilikuwa ni mtu huyu. Akawakusanya. Alafu akaanza kuchana nguo zote. Mimi kuiona sawa.
jamaa wanatoka hapo. Kumbe Yesu mwenyewe alikuwa na test mitambo. Kumbe uko test. Ndio, huwezi kutoa pepo kwa nguvu zako. Unahitaji Roho Mtakatifu na nguvu zake, vinginevyo yatakuuliza wewe ni nani? Hatukujui. Kwa sababu hiyo, kama nataka leo na wewe pia usomeke mbinguni, jina lako liandikwe, ukitoa amri mbingu ijue upo. Kama hujaokoka, njoo hapa mbele. Naomba tusimame.